Mungu ni mwaminifu na ahadi zake hazibadiliki. Ila tatizo la mwanadamu, unaweza ukafanya mambo mema, ukaonyesha jitihada kubwa ya kusaidia watu, ila baya lako dogo likajadiliwa sana na wakakutoa katika mstari wa wema. Hivi wewe ni mganga au ni mwalimu wa nahau? Vyovyote utazamavyo. Mimi nimekuja kwako unisaidie. Maisha yangu ni magumu. Kila ninachokigusa hakiendi. Kama unavyoona umri wangu, nazidi kuzeeka. Hakuna kitu chochote ninachokishika kikafanikiwa. Kila kitu lazima kiharibike. Mimi naomba unisaidie. Sio kunitajia mambo ya nahau. Ni kama unanirudisha shuleni tuchekechea. Mimi siwezi nikakusaidia, bali nje kuna mtu. Mwambie aingie. Nje sijakuta mtu. Yupo na amekufuata wewe. Kuna kitu atakupa. Kama kitakuwepo usichukue. Wewe huwezi kusaidika na huwezi ukafanikiwa. Usitake kujua mengi, utaumia sana. Niitie mtu huyo haraka, maana ni muhimu. Fanya haraka, mwambie aingie. Kwa hiyo utanisaidia au unisaidii? Tafadhali mimi naomba unisaidie. Maisha yangu ni magumu, maisha yangu ni umaskini. Mwite! Halo, wewe jamaa. Hey. Hebu. Kitongo. Mambo vipi? Safi, ni wewe? Mimi hapa. Wewe naye bwana, mimi unajua nimekutafuta sana yani. Kitongo? Naam. Unajua mimi nimekufuatilia sana. Lakini cha kushangaza, kila nikifika kwenye kona, naona tu mtu anapepea. Mtu anapepea. Kajuza huyu anakimbia au nini kinatokea? Kwa nini unafuatilia mimi? Ningekuwa na shida na wewe. Unakumbuka wiki moja iliyopita tuliwahi kuongelea maisha. Ukatoa mawazo tofauti ya biashara, mimi nikachukua wazo la kitunguu nikampelekea mke wangu. Mke wangu lile wazo kaliingiza kwenye kazi, limeleta matokeo. Kwa hiyo tumechukua milioni, ikapatikana milioni 3. Kwa hiyo kwa furaha ya mke wangu kuona nimepata rafiki mzuri, hakutamani yani wewe usipate chochote kwenye hiyo hela, akanipa 50,000 nikuletee unywe maji. Mimi? 50,000? Ndio. Hii ni asante. Kwa kweli nimekutafuta unajua wiki nzima. Na bahati mbaya nimekuja kwako mara kadhaa sija kukuta. Ila leo nikaona unapita. Mimi nina mawazo hivi. Mimi nitakupa na wazo lingine. Nitakupa mimi mawazo ya kuuza magari, nyumba, nini. Yote mimi nitakuletea mawazo. Ni vizuri. Mimi mke wangu ni mzuri. Mke wangu ni mtu mzuri sana. Yaani ana moyo wa dhahabu. Mwambie shemeji asante. Sawa, haina shida. Tukipata hela nyingi, utatupa wazo la magari. Tutafanya. Hilo wazo lako la gari tutafanya. Shemeji yangu mimi ni mtu mzuri. Yaani kama amenikumbuka hata mimi. Haki ya Mungu nakwambia huyo mke sio wa kumwacha. Hebu vipi? Yaani kwa mfano ukiangalia sura yake, kweli sura ya upole mtu anakuwa naye ana tabia nini? Ya upole. Yaani hela niliweka humu. Unaona humu kwenye mfuko. Hela niliweka. Huyu nimeweka humu. Hebu usisumbuke. Usisumbuke kabisa. Mimi hapa. Siwezi kumiliki kitu chochote kile. Usiseme hivyo bwana. Kweli sikufichi. Nitamwambia mke wangu tu. Wala usijisumbue. Kila kitu mimi nimeshaambiwa. Mimi nataka nishangae unajua. Kumbe. Kuna kweli. Bwana unaitwa humu ndani. Mimi. Waliumu. Uko sehemu sahihi. Kaa chini. Karibu sana, Ebugwa. Yesu Kristo.
Yesu. Dada yangu, dada, unajua kuna vitu ambavyo Mungu hapendi kwenye maisha yake. Kumtengenezea mtu namna ya kumpiga hela, sio kila mtu anaingia kwenye njia. Vitu haramu ni haramu. Kwa hiyo unataka mtu ambaye anataka kuona ufalme wa mbinguni uje uanze kumchochea umtengenezea mazingira ambayo hayapo? Hapana. Unajua dada, ngoja nikwambie. Yohana, Hapa haujaja kuhubiri Yesu Kristo. Na unajua lazima uogope. Mungu anaogopesha sana. Mimi nina Mungu, na hata ukikataa ukweli, Mungu anabakia kuwa Mungu. Sipangiki ujue. Kama kuna kitu cha muhimu ongea haraka nitoke zangu. Mimi hapa najisikia vibaya kuwepo hapa. Ebugwa, wewe ni mtu muhimu sana kwa ajili ya maisha ya wengine. Kuna watu wanatoka katika ulimwengu wa giza na wamekuja kumchukua mkeo, na wakimchukua mkeo hautomwona tena, na wewe ni kama funguo ya watu wengi. Sasa usipofanikiwa, hao watu watafanya nini? Unajua nyewe mna maneno nyinyi. Mimi nimejaa neno. Hapo unaponiona mimi mwenyewe ni neno. Mwili wote huu ni neno la Mungu. Sawa? Inabidi umsaidie mkeo, maana mkeo kwako wewe ni muhimu. Yaani ndio ushanitengenezea mazingira ya kunitisha. Wewe ni funguo kwa wengine, na wewe mkeo ni funguo kwako. Muokoe. Hata hivyo, wewe umejitahidi kuongea kwa uchache. Wengine anakuambia unaona hapo ulipo, kuna mtu unatembea naye alikufa juzi. Unaona hapo mbele yako, yule mama mrefu anakutafuta. Nisikilize nikwambie. Dhambi na huaga dhambi tu. Hivi unaonaje ukaja kwenye neno ukaacha hii kazi? Unajua Ayubu, wewe hebu nisikilize kwanza. Najua hauniamini, ila nitakuelewesha. Yaani wewe, laiti kama ungeolewa na mtanashati, aisee, ningekufunza kucheza ngoma za baba. Maumivu yako hayawezi kutibika katika hospitali yoyote. Ni sawa tu, kwa sababu hospitali ya madaktari bingwa imefungiwa kwa sababu ya hila la wanadamu. Yesu Kristo. Nyinyi mnahubiriana kitu gani hapo? Toka lini mmekuwa mnapeana mahubiri? Maana kati yenu hakuna mwanafunzi wa Yesu hata mmoja. Alafu kizingatia asubuhi. Nyinyi sio wapanga sheria, mimi ndo mpanga sheria, mimi sipendi. Mtanashati, unakumbuka mabibi wa zamani walivyokuwa wanataka kutawala falme zao? Walikuwa wanacheza ngoma zipi? Ukiendelea kuvuka mipaka, nitakuonyesha hizo ngoma zinachezwaje. Wewe, unanitisha? Unanitishia? Nionyeshe. Nionyeshe. Sasa leo huo mpaka mimi nauvuka. Na kutia pancha au matairi yako. Na hivyo vyuma vinavyobeba ya bodi yako ni vikongoloe. Tuone safari yako utaenda. We Elia, tafadhali bwana. Huyo ni malikia wangu mimi. Mimi ndo mwenye mamlaka juu yake. Hebu muache. Umesikia? Niguse, alafu niondoke nisirudi. Tuone hiyo pumzi yako itaishije bila mimi. Msaulifu. Mimi nalichukia hilo jina. Unalichukia vipi? Hali ya kuwa tiketi na pesa ya matumizi ipo hapa katika hili pochi ambalo umelisahau wewe. Right. Kwa ni mtu kunikela. Sawa. Samani kwa kukukera. Mimi nimekuwa mama kwako. Lakini nikwambie, mimi nimekufa. Hakikisha unapoanua matanga yangu usinisahau. Kaburi lako lina ulinzi imara. Penzi langu daima litabaki kuwa mtumbo mzika. Wengi mnasemaga hivyo tu. Ila kwa sisi tuliokufa, mkisha tuzika tu, basi mliobaki na mziki mnacheza kabisa. Mimi haitakuwa hivyo kwa sababu kifo chako kimesababishwa na mimi mwenyewe.
Umependeza kipenzi. Mara nyingi inakuwa hivi. Mimi naenda kazini, sifati wanaume. Muda sio mrefu nitarudi. Sawa. Nikutakie safari njema. Samahani kama nitakuwa nimekuchosha. Watu huwa wanachoka kwenye kusubiri ibada, ila kwenye swala la dhambi tunaona kama hamna kilichotokea. Mimi niseme umewahi. Kweli? Sawa, tunaweza kwenda. Chaya. Kaka, habari? Salama. Samahani, kuna taarifa ya dharura. Mama yako amezidiwa, yuko hoi. Taarifa imekuja sasa hivi, kwa hiyo alikuwa anahitaji kuona walau kidogo upate kusikia neno lake, kwa hiyo twende tumwahi. Kifo kimeumbwa na Mungu. Na kaburi ni kama matuta tu. So, akifa mnaweza tu mkamzika. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Haya ndo maneno ya kuongea kwangu mimi Chai. Mama yako kipenzi, mama yako mzazi, mama mzaa chema anataka kukuona. Amezidiwa. Eti kaka, naomba nikushirikishe. Nimekuta umesimama naye, sijui wewe ni nani. Lakini kwa staili ya majibu yake naweza nikakuweka kwenye kundi moja wewe na yeye. Yaani inawezekanaje? Inawezekanaje? Umesimama na mtu mwenye roho mbaya kama hii, anamzungumzia mama yake hivi. Kaka, ni kweli? Kweli kaka yangu, kweli mdogo wangu, kweli. Baza nisikilize. Ni kwamba hata mimi imeniuma sana kwa sababu huyu unamwambia hivyo afu anachukulia hizo. Na kuheshimu. Unajua unapoletewa jambo la mzazi, lazima ulichukulie katika usiliasi. Usichokijua ni ukweli. Ngoja kwa. Ukweli upi? Muda haututoshi kwa sababu mama yako anakuhitaji kwa haraka. Kwa hiyo acha maneno mengi. Tufanye vitendo. Twende. Naomba uniache. Hebu ngoja kwanza nikwambie ukweli. Yule mwanaume ulioniuliza, kumbe unaishi na mwanaume? Nikakwambia ndio. Mwanaume mwenyewe ndio huyu. Ni king'ang'a. Yaani unajua king'ang'anizi? Na uweze amini, hakuna mwanaume muongo kama Ebugwa. Ebugwa ni muongo. Mimi mamangu alishakufa muda na usia akashaniachia. Niulinde moyo wangu na niwe na mtu ninayempenda. Blaza, ni kweli anayosema? Yesu Kristo. Yesu. Kwa kweli mimi ni muongo. Kweli mama yake ashakufa. Lakini vipi kwa taarifa aliyokupatia kwamba ndo mwanaume anamng'ang'ania? Yeye ni mkweli, hajasema kama ni huyu ni mume wangu. Mume anaweza kumng'ang'aniaje mke wake, kaka yangu? Au mdogo wangu? Kwa taarifa fupi ni kwamba huyu mimi ni mke wangu. Nisikilize nikwambie. Mimi sina uwezo wa kukuua wewe. Kwa sababu mimi sijapewa hukumu ya kuua, hukumu anamiliki Mungu. Pia siwezi nikafanya familia yako ikajuta, na siwezi kufanya familia yako ikaumia, na siwezi mimi kumwacha mdogo wangu akaishi maisha magumu sana kwa sababu tu ya kufanya maamuzi. Na ningelikuwa naweza kutoka kwenye haya mapenzi, mimi ningelitoka. Lakini nimeshindwa. Tafadhali naomba nikwambie maneno yangu machache. Mapenzi yanauma sana. Hasa kwenye ndoa halali. Nenda unakokwenda na mke wangu. Lakini mwambie awe kurudi. Binafsi mimi nimemmisi sana mke wangu. Nataka kukaa naye kidogo. Na kuomba mwanaume mwenzangu, fanya mke wangu anipatie muda. Lakini ogopa. Kama hautolipwa na mwanadamu, kuja kulipwa na Mungu. Ndoa ni deni gumu sana. Ukiingia kwenye furaha watu ukavunja. Kaka, fanya kazi maneno yangu. Mwambie mke wangu arudi mapema. Usimsikilize. Ukiendelea kumsikiliza huyu, hatutotoboa. Tuondoke zetu. Wanaume wenzangu, mnafanyaje kutoka hapa nilipo? Kwa sababu hata nyinyi msingekuwa wajasiri kama msingekutwa na matukio mkashinda. Hii vita ni ngumu jamani, acheni kudharau watu. Lia kidogo. Mwanaume alia mara moja, mwanaume analia mara nyingi.
Ndio wewe. Wewe alikwambia nani kama mwanaume anatakiwa kulia? Swali langu linatakiwa lijibiwe kwa sababu hata kama umepata msiba au misiba miwili, yani amefariki mzazi wako, amefariki na mlezi wako, mwanaume unatakiwa kulia. Mwanaume unatakiwa uende ukabembeleze watu, waambie jamani, mipango ya Mungu haina makosa, kaeni. Sasa wewe unamfundisha nani na somo gani unatoa, afu somo unatoa barabarani kivipi yani? Machozi ni uchafu kama hivyo kwa jasho kwenye mwili. Kuoria utoe taka mwili. Unajua mapenzi? Mimi unaniuliza kuhusu mapenzi. Yaani mimi nazungumzia ni kuhusu mapenzi. Mimi kwanza mapenzi ya nini? Kwanza sijui kwanza mapenzi ni kitu gani. Labda nisaidie mapenzi ni nini? Usimlazimishe mwanaume alie, sawa? Afu usizungumze habari za mapenzi kwa dunia yetu tulikuwa nayo. Sawa? Acha unafiki. Acha roho mbaya. Acha umbea. Wewe mdada ni mzuri sana. Ustahili kabisa vitu kama hivyo. Ustahili. Hata kama unasema dunia haina siri, kuna kipindi ukikisikia kitu, acha siri iendelee. Yaani mtu ajue kabisa hamna alonisikia. Kwa taarifa yako, mimi ni msanii, naimba. Kwa nilikuwa naimba. Wasanii ambao tujatoka tunaimba kila sehemu. Tunatamani watu watusikie. Wakati mwingine tunajikumbusha mistari yetu. Sio kama tunakuwa katika vitu sivyo vya huzuni. Nisema lia mara ya mwisho. Ni nyimbo. Lia mara ya mwisho, nyimbo yangu hiyo. Unikome. Fanya kama nilivyokuambia. Endelea kulia. Sikiliza nikwambie. Kama wewe unaona faida, kulia sio lia kwa niaba yangu. Lia kwa niaba yangu. Afu uone kama utapata faida yoyote. Umbea tu. Hivi jamani, kuna kitu anaita kama ukomboa kile. Na mimi nipo napika. Sio nje na nyuma. Yaani wewe kwa kukimbilia kule, unaangalia kule. Mimi nimekwambia natulia dakika 3 tu, nguvu tayari. Naomba twende tukamalize. Twende bana. Hizo nguvu unazoea mimi siwezi kwa kuomba kanisa. Samanini, nimeingia bila kupiga hodi. Siwezi kushangaa maana sijui aliyokulea ni nani. Baba yetu hakuwa mlezi mzuri. Kaka, niombe msamaha kwa wifi. Ana haja. Maana wewe tayari ushakuwa na ushajua zuri na baya. Kwa usiwaze wifi yangu. Kaka, mimi naondoka. Kama nataka kukuona nitakupigia simu. Mke wangu. Kiukweli mimi ni mwanaume dhaifu, mwanaume ambaye nimekukosea pakubwa. Lakini pia ama kweli mtego wako umeninasa. Mimi ni mwanaume mjinga, mwanaume mpumbavu hapa mimi Wewe, huyu ni nani? Naomba please. Naomba uniadhibu kwa adhabu yote hii. Naomba. Kipenzi, please. Naomba unijibu. Tulia, kaa kimya. Nakuuliza nataka jibu. Huyu ni nani? Kwa hiyo wewe ulinidanganya mimi, si ndio? Kumbe umeoa na una mke. Dada, wanaume ndivyo walivyo. Please, naomba uniadhibu kwa adhabu yoyote. Niko tayari kupokea. Nisikilize wewe mkaka. Kuanzia muda huu, mimi na wewe ndoa basi. Nakupa muda umalize mambo yenu, kisha muondoke mniachie nyumba yangu. Kipenzi, naamini nimekukosea vya kutosha. Ni kweli lakini nimekuambia mimi na wewe basi. Mwanamke akisema basi kamaanisha. Kwa nini ni mwanaume mpumbavu kabisa? Kaa chini. Nikae kimya nisiongee kati wewe ni mjinga. Mimi naye nani mjinga? Sawa, nakubali mimi ni mjinga. Nimekuleta ndani kwangu aliyekuwa nina mke. Eti ndani kwako, wakati nimemsikia mtu akisema nyumba ni ya kwako, ukanidanganya kabisa. Eti nina nyumba, tuanze maisha. Tuanze maisha kwa hivi, una mke. Wewe! Sasa wewe ulitegemea ningefanyaje? Aliyekuwa nilikuwa nahitaji kitu. Ningefanyaje? Kwa hiyo ukaamua mimi kunilaghai kwa maneno yako matamu. Nisikilize mwanamke, naomba uondoke.
Kuondoka nitaondoka, maana nimeshajua wewe sio mwanaume. Sio mwanaume? Mungu ulioniumba mimi yani kikamilifu kabisa. Madhaifu nimejipa mwenyewe ama uliyaweka wakati unaniumba? Kwa sababu hichi kikombe hakitaki kunitoka. Najiona nakuwa dhaifu, kweli nitatengeneza maisha yangu kiasi gani? Umri wote huu. Mungu, mbona Yesu kikombe alichokuomba umuepushe anywe mtu mwingine ulimuepusha tu kwa haraka? Kwa nini mimi hichi unaendelea kunipa mimi? Mimi nimeshiba Mungu. Kikombe hichi naomba mpe mwingine mbadilishie. Au kipasue tu kabisa kisiwafate watu. Kinaumiza sana. Kikombe kinaumiza sana hichi Mungu. Bugwa baba. Vipi? Kwa hiyo hili chaka lako ndo unalitumia kuja kukaa huko na kumkufuru Mungu, sio? Mimi siwezi kukufuru Mungu. Sema tu mimi nashangaa. Kijiji hichi kinaonekana cha zamani lakini kina kamera za kisasa. Yaani zimesha nasa. Mimi sipendi yani, ukweli ndio huo yani, sipendi yani, sivutiwi na mambo. Kwa nini unamwomba Mungu akuepushe na kikombe aliyakuwa una hata vinasaba na Yesu? Mimi na kinasaba. Kwa sababu Yesu sikatokana na Mungu. Yeye ni mtoto wa Mungu kama mimi nilivyokuwa mtoto wa Mungu. Sisi wote wanadamu ni wana wa Mungu. Sema tu yeye ni kiongozi. Kwa sasa mimi unanipangiaje yani kwamba mimi sina kinasaba na wewe jamaa? Kama umekuja kunitukana, wewe tukana tu, ukibidi kunipiga nipige tu kwa sababu mimi ni mzembe. Yaani mimi ni mzembe, mimi ni mtu mzembe sana. Natia aibu vikao vya wanaume. Nashindwaje kuingia kwenye kanuni zetu wanaume? Nilikuwa nikikulaumu unanitukana, hapana. Leo tukana tu. Usilembe wewe, tukana tu afu piga tu, hasira zangu zizidi maana na hasira. Wewe piga tu hata makofi. Unavyofikiri uko sawa, lakini mimi leo sijaja. Ujio wangu hapa sio kwa sababu ya kukutukana. Kabisa. Ila kuna kitu nimejifunza natamani nikushirikishe. Unajua familia zetu hizi za kimaskini kuna muda tunapitia changamoto kubwa sana, hasa pale ambapo mwanafamilia mmoja akaingia kwenye swala ambalo linamuumiza kupitia mapenzi. Kwa familia za kimaskini tunachukulia kawaida kiasi kwamba inapelekea yule mtu mapenzi yanamsababisha anapoteza kabisa malengo yake. Kama alikuwa ni mtu wa kujenga hawezi kujenga, kama alikuwa ni mtu wa kusoma kuendelea hawezi kuendelea kwa sababu ya maumivu ya mapenzi. Lakini hapo hapo kwa wenzetu familia za kitajiri kuna utofauti mkubwa tu. Ikitokea mwanafamilia mmoja akakutana na kazia hii ya mapenzi, ikaeka ya maumivu kuhusu mapenzi, basi wanafamilia wote watashikamana kwa gharama yoyote kuhakikisha ndugu yao anakuwa sawa kisaikolojia, anakuwa sawa, anarudi kabisa katika utendaji kazi wake. Leo umeongea vitu vya kikubwa. Sijui umevitoa wapi? Kaka, wanasema ukitaka kumficha Mwafrika weka ujumbe kwenye kitabu. Nimesoma. Sawa. Wafanya kazi nzuri. Nikupe jina, nakubatiza jina jipya. Kutoka mtanashati kwenda Isaya. Isaya nabii? Si mstahili. Cheo kikubwa sana kile. Kaka, kuna kitu mimi nimekikumbuka kwako, natamani nikione leo na nikisikia. Sawa. Moja ya namna pekee ya kuponya maumivu yako ni kulia. Ukweli kabisa siwezi kulia kwa sababu machozi yamekataa kutoka. Kwanza moyo wangu una hasira sana. Kwa hiyo mimi siwezi kabisa swala hilo sahau. Nililia siku za nyuma. Una hasira sana, unataka umpige? Mimi siwezi kumpiga kwa sababu sina uwezo wa kumpiga. Unajua mimi ni dhaifu. Unataka kumfukuza? Hapana. Yaani mimi ni dhaifu. Mimi ni dhaifu mdogo wangu. Yaani wewe una hasara, una kaka. Wewe bado una nguvu. Hamna bwana. Kakaangu mimi ni shujaa. Kakaangu anajiamini. Hamna. Mimi dhaifu kabisa, hamna kabisa. Mimi nakwambia mimi dhaifu. Kakaangu mapenzi ya muumizi. Ni kweli. Aniumizi kabisa. Wewe mimi aniumizi. Mimi nakujua wewe simba. Mimi siwezi kufanana na simba. Mimi ni kama swala tu kwa sasa.
Yaani hata mbuzi akinishtua nachanja mbio. Naomba uniache peke yangu kama utajali. Sawa, lakini kumbuka nilichokuambia. Hata nikiondoka, umeshindwa nikiwepo, natamani ulie. Lia kweli. Toa sauti yako, lia. Utoe hiyo sumu, utoe uchungu kaka. Kuna magonjwa mengi pia utayakimbia. Ila kukaa kimya na maumivu ndani italeta shida. Nikibaki peke yangu nitafikiria zaidi na nitaongeza maombi. Sawa? Hamna haja kulia. Hamna haja kulia kabisa. Hamna haja kulia kabisa. Hamna kulia hiyo. Hamna kulia hiyo wewe. Hamna kulia. Hamna kulia. Nilie mimi. Niliza na mapenzi. Mapenzi yaniliza mimi. Mimi. Wewe, sili mimi. Niliogopa sana, japokuwa sikuumia. Uliogopa nini? Nilijua utaniua, lakini nimejua una roho ya Mungu ndani yako, kwa hiyo hauwezi kuniua. Kumbe unapenda kuuawa? Hapana, sitaki uniue, alafu najua wewe huwezi kuniua. Nimeshangaa sana, yaani ni mwanamke mzuri, una sifa ya kuitwa mwanamke, una shepu nzuri, una nyumba, una pesa, lakini bado unasalitiwa. Alafu huyo mwanaume wako alivyokuwa wa ajabu, akaanza kunidanganya eti mali ni za kwake, sijui nyumba, sijui nini, kila kitu ni cha kwake. Nimeshangaa sana, lakini alivyoniambia nitake, nashangaa sijaumia. Una uhakika hujaumia? Sijaumia kabisa. Basi kama hujaumia, ujue hujampenda. Mimi kupenda siwezi kupenda, na wala sitokuja kupenda. Duniani hakuna mtu ambaye hawezi kupenda. Ukiona wewe hujampenda, basi yupo unayempenda ila hujui. Hamna hata ninayempenda, na wala sitokuja kupenda. Umesikia hiyo my dear? Siwezi kupenda. Mimi nitafungua njia ambayo wewe unasema uioni. Hamna hicho kitu. Siwezi kupenda. Ebugo yuko wapi? Unaniuliza mimi kuhusu Ebugo? Kamuulizie mbele. Lakini kule hakuna njia. Wow. Ndio maana wajuzi wa vitabu vya dini wakasema atembeaye anatakiwa kumsalimia aliyesimama, na aliyesimama anatakiwa kumsalimia aliyekaa. Vivyo hivyo aliyekuwa kwenye chombo cha usafiri anatakiwa kumsalimia anayetembea kwa miguu. Hiyo ni busara. Na ndio maana nataka kuwa muumini wako. Nadhani utakuwa umechelewa. Waumini wangu wamejaa. Kwa hiyo nataka mtenda maovu abakie vile vile? Sina uhakika, lakini maamuzi yanabaki kwako mwenyewe. Basi sawa shemeji yangu. Naomba unielekeze mume wangu alipo. Kawaida ni kama sheria, na vivyo hivyo huwa kama tamaduni pia. Kwa mfano mimi binafsi, kwa kawaida yangu huwa napenda kukaa kwenye kizingiti. Nikiwa na safari
napendelea kwa Tanzania kwenda mkoa wa Arusha. Vivyo hivyo mwili wangu ujapoingia udhaifu, nikasema nimechoka, nahitaji kupumzika. Wanapenda kulala chali. Asante. Karibu. Mimi ni mjinga, tena mjinga wa mwisho kabisa. Najuta kumfanyia dhambi mwanamke ambaye ni mzuri, mwanamke ambaye muumbika. Na Mungu anasema tunapozungumzia masuala ya kumsingizia shetani, tukisema shetani kanipitia, huwa mtu anasema uongo, tunamsingizia shetani, lakini huu ndio uhalisia. Kiukweli shetani mimi alinipitia, nikaingiwa na tamaa za kumleta mwanamke ambaye haijui thamani yangu, hajui maisha yangu mimi nilipotoka. Hivyo naijutia nafasi ambayo ulinipa, nikaionyesha udhaifu, nikaonyesha mimi mume mpumbavu ambaye sijajali hisia zako. Mke wangu, naomba unisamehe nini? Vitu vyako nimekupakia, kwa hiyo naomba uondoke. Kama utanipa nafasi ya pekee ya kunisamehe, nitaonyesha wanaume wangu bora kwako na sitokusaliti tena. Nakupenda. Kwa sasa moyo wangu unawaza mtu mwingine, kwa hiyo wewe sikutaki. Nimekupa nafasi nyingi sana umepoteza mwenyewe, kwa hiyo sikutaki. Ondoka, vitu vyako nishakuandalia, nishakupakia, naomba uondoke. Please, nipe nafasi nyingine. Naomba uondoke. Ukinyang'ania nitakuzuru. Huyu ni mwanamke mzuri sana, mwanamke aliumbwa na Mungu vizuri, na huyu ni mwanamke alioumiza moyo wangu. Huyu mwanamke ni mzuri kama johari, kitu chema cha maana. Je, nimkubalie ataulinda moyo wangu au nibaki na huyu aloumiza moyo wangu? Mungu niongoze. Mimi ni mkeo na ninaumia vile vitu unavyovifanya. Hivi unajua nasikia maumivu kiasi gani? Hautaki kujua maumivu yangu, si ndio? Kwa hiyo yule mwanamke ndo chanzo cha kufanya mimi nikose furaha yangu, si ndio? Jamani, tatizo nini? Mbona makelele? Yesu Kristo. Mdogo wangu, mimi sijawahi kusababisha kelele yoyote sehemu yoyote. Sijawahi. Hiyo dhambi mimi sijawahi kufanya. Mimi na dhambi zangu zingine tu. Eti kwa nini unasababisha kelele? Unamwamsha mtu aliyekuwa amelala anafikiria maisha yake. Wai, nikuulize swali. Kwa nini unafanya hivyo? Unajifanya uelewe. Elia, mtumishi wa Bwana. Nikwambia kitu mdogo wangu. Leo nilikwambia itakuwa siku yangu ya mwisho kutoa machozi. Haijaisha bado hii siku. Haijaisha kabisa. Hebu muangalie huyu mwanamke. Mtazame sana huyu mwanamke ambaye anapiga kelele mbele yangu na mbele yako na mbele za Mungu, akijua kabisa Mungu anamsikia, kwa kulalamika kwa mwanamke aliyokuja tu na kunikumbatia, ili hali yeye amekuwa akiniumiza, akinisaliti na wanaume tofauti tofauti. Na leo pia nimemkuta na mwanaume kanikataa.
eti anapiga kelele, eti anasema ameumia. Yaani Lakini haya ni mambo ya nyuma. Wewe ni mume wangu tena wa ndoa. Mambo yalopita, sio leo. Wewe umefanya mbele. Tena mbele macho yangu, mume wangu. Lakini ni leo. Elia, kama ingelikuwa tunataka tufanye marekebisho kwenye sheria ya ndoa pale, mimi nilifikiria kwamba tungeweka mke zaidi ya mmoja. Nimegundua mwanamke akiwa peke yake anajikuta yeye ni jabari, anajiona Mungu, anajiona yeye ana mamlaka. Ndio maana hakuna hata nabii mmoja ambaye alikuwa na mke mmoja. Nimegundua sababu. Hawa watu ni wahovyo. Wewe huwezi kufumaniwa kabisa usijisikie vibaya. Na mara ya mwisho unaona kabisa mtu anaumia, anakumisi, anakukumbuka, anakutaka uje nyumbani. Halafu eti unaongea eti unanipigia kelele. Kwa taarifa yako, yule mwanamke ni mzuri. Ni kama Malkia kutoka katika tawala fulani, mdogo wangu. Kama kweli anachokiongea na maanisha, mimi siogopi kuogelea, tena nitazama moja kwa moja. Kwa hiyo nataka nikwambie Chaya, kuanzia leo usinihesabu kama mimi ni mumeo. Shemeji, naomba unisaidie muache wangu. Mungu anataka kuniacha, mimi nitaenda wapi? Nitaenda familia yangu. Mimi nadhani mchuma janga ula na wakwao. Sijawahi kupiga hata siku moja. Na sitamani kuangalia sura yako. Yaani nasikia hata vibaya kutumia kitu chochote ambacho tulinunua kwa pamoja. Vyote tumia mwenyewe, nitafanya process ya kwenda kuanza maisha yangu. Sitaki chochote. Mimi nipo chini ya Mungu kunisamehe kwa sababu mimi ilikuwa mimi ni shetani tu. Shetani. Yaani unajua nyinyi watu mnaoumiza wenzenu, kipindi mnawaumiza wanakuwa wanawapenda, wanashuka na kudhalilika, mnaona kama hawana pa kwenda. Lakini mnachokosea, mnatamani kurudi kipindi ambacho madonda yao yashakuwa sugu, hawahitaji tena. Nimekwambiaje? Nimekwambia usiniite nani? Nimekwambia usiniite nani? Nimekwambia usiniite nani? Nimekwambia usiniite nani? Wewe mwanamke, hakuna mwanamke mshenzi katika hii dunia kama wewe. Unamsaliti mwanaume wako hapo kwa hapo. Mwanaume anakuja, anashuka, analia, anakubembeleza, anahitaji penzi lako, anakukumbuka, anakuhitaji nyumbani. Unamkataa mwanaume wako mara kadhaa, miaka miwili mtu anakuvumilia, afu unaniita mume. Nitakuua. Naomba ukae kimya. Sitaki kusikia, sina mke kama wewe. I'm done. Yesu Kristo. I'm done. Sawa, nisikilize. Kama wewe umeamua kuniumiza mimi, hautakuja kupata furaha katika maisha yako. Nakwambia hivi, nitakuumiza na nitakuumiza, nitakuumiza. Nimekuwa mwema sana kwako. Najua wewe ni mtu mzuri. Kwa hiyo pia nimekuja kukushukuru. Nilikuwa sijui kwamba mimi napenda, ila wewe ndo sababu ya kufahamu mimi kwamba napenda. Nilikuwa kipofu, nilikuwa sioni mwangaza wowote, ila kwa ajili yako leo nimefahamu kitu kikubwa sana kwenye maisha yangu, kwamba mimi nampenda sana mume wangu. Pia na ninakuahidi nitamheshimu mume wangu, nitampenda na kumthamini, na kila atakachokitaka mimi nitatimiza kwa mume wangu. Sikufanya hivyo ili umpende Ibugwa. Kwa sasa Ibugwa yuko moyoni mwangu. Sawa. Unampenda? Sijakuelewa vizuri. Yaani unampenda kivipi? Akati mimi umenisaidia tu na uliniahidi kabisa utanisaidia ili nijue kwamba napenda. Haya, unaongea nini? Ibugwa nampenda, ni mwanaume wa maisha yangu.
Hivi unavyoongea kweli unajisikia? Hivi unajua yule ni mume wangu? Mume wangu wa ndoa. Na leo hii ndo nimefahamu kwamba mimi nampenda mume wangu. Unaongea nini? Nini hicho? Hebu acha basi masiara. Usikia hivyo. Usiongee hivyo. Usiongee hivyo. Sawa Media. Naomba uongee vizuri. Na kingine ninachotaka kukuambia, niko tayari kupigana vita kwa ajili ya mume wangu. Sihitaji kumkosa. Ni mwanaume ambaye bora. Usifanye hivyo. Hivyo dada ni mpumbavu. Una akili wewe? Yaani mwanaume ambaye alikupa maisha yako ulimdharau ukamfanyia matukio kibao. Unajielewa wewe kweli wewe mdada? Unajielewa sasa? Hebugwe siwezi kumwacha. Nitampenda daima. Nakuomba usiniharibie maisha yangu. Naomba nipo chini ya miguu yako. Sijakuharibia mimi, umejiharibia mwenyewe. Eti kwa sasa ni wake. Wake. Dada, mimi hapo nimekuamini kidogo na umeshanitia hofu. Mlango wa kutoka ulimwengu wa giza katika mji huu umefunguka na wabaya wako tayari wameingia. Msaidie mkeo. Wabaya hao wana kasi, kwa njia ya kawaida hawezi. Mpigie simu mkeo mje hapa ili niwasaidie mambo yakae sawa. Ukishindwa umepoteza, na ukipoteza hauna maisha. Haraka ondoka! Halo. Alo mke wangu, nisikize kwa makini sasa, nisikize kwa makini, haraka kwa makini kabisa, sawa? Nisikilize basi mume wangu, hapa nina kazi, naona kuna kazi hapa nafanya. Kwa hiyo naomba nisikilize. Nikishamaliza hapa kufanya kazi nitakupigia, tutaongea mume wangu. Achana habari za kazi, nisikize kwanza. Nisikize kwanza mimi. Wewe Mungu, umeelewa nini huko? Nisikize kwanza mimi bwana, Nisikilize mke wangu. Na kazi nafanya, subiri nikimaliza nitakupigia mume wangu, nakupenda. Mwa. Halo. Ofisi imefungwa. Mganga, kaa chini kwanza nikwambie kitu. Ofisi imefungwa. Naomba ukae chini kwanza unisikilize basi. Nataka kushughulikia vitu vingine. Ofisi imefungwa. Toka nje. Samahani mganga. Kabla hujaanza kushughulika na jambo lingine tafadhali. Mimi nimerudi hapa. Kuna kitu bado sijakielewa. Mpaka sasa hivi kila ninapofikiria hakuna ninachoelewa. Kwa nini mimi nisimiliki? Naomba uniambie hicho tu. Umeshachelewa, ofisi nimeshafunga. Sasa mganga, umefungaje wakati mimi nishaingia? Tafadhali nakuomba. Hebu basi kaa chini unisikilize. Nataka kaa chini lakini. Unanifokea? Mimi sio nakufokea, ila nakueleza. Mimi nina shida na wewe ndio kunisaidia. Si ukae ofisi imefungwa, mimi bado nimeingia mlango uko wazi. Mtu akuniforce wewe? Sasa mimi nifanye nini? Mimi nina shida na wewe unataka kunisaidia mimi. Kwa nini nisikwambie? Basi kaa chini bwana unisikilize. Yaani wewe hauna uwezo wa kunifokea mimi. Yaani kama ndio hivyo unataka kunifokea, alafu wewe ndio mwenye shida. Naomba utoke nje. Usitake niharibu humu ndani mimi. Na nikajaza watu humu. Kaa chini bwana unisikilize mimi.
na uniambie shida yangu mimi ni nini mpaka simiriki. Haya si. Hayo maneno sasa. Haya, niambie shida yangu mimi ni nini? Nisikilize kijana. Kwa kuwa unakula, unafurahi, unalala, acha kutafuta vingine. Nani mganga bwana? Wewe mbona unafurahi, unalala, unafurahi na bado unatafuta hela hapa? Kwa nini mimi nisitafute pesa? Kama mimi natafuta hela, wewe nimekuchaji shilingi ngapi? Wanakujaga watu wakifanikiwa wanakuletea zawadi. Umeshasema zawadi, ikiwemo pesa. Kwa nini? Nina nguvu, ninafanya kazi, ninapambana. Kwa nini mimi nisimiliki? Unachokitafuta kitagharimu maisha yako pakubwa. Nataka nijue hiyo sababu ili niitatue. Mimi ni miliki, nahitaji kumiliki mimi. Kwa kuwa unanilazimisha, nitakwambia, je, una moyo? Hilo jambo mimi nataka nilisikilize vizuri. Mimi niko tayari kwa chochote kile. Ili upate nafuu, sio tajirike, muache mke wako. Haya, ofisi nimefunga. Ondoka. Ondoka! Hivi naongea na mganga au ulibadilika ghafla? Ni kwa nini mimi siwezi kupata mtoto? Hauwezi ukapata mtoto, elewa hivyo. Ni kwa nini? Maana mume wangu ananipenda sana, na katika kitu ambacho ni furaha yake ni mtoto, na mimi natamani kutimiza furaha ya mume wangu. Kwa nini sasa siwezi kumpatia furaha yake? Kuna umuhimu gani sasa ya mimi kuwa kwenye ndoa? Binti, unavyotaka kufukua makaburi kuna madhara mengi. Je, tufukue? Naweza, ndio mganga. Nahitaji kujua kwa nini. Sasa sikia, mama yako alilaniwa, na siku analaniwa ndo mimba yako iliingia. Kwa hiyo na wewe ukapata laana aliyokuwa nayo mama yako, hivyo na wewe una laana. Na leo sipo kwa sababu ya kuzungumzia laana hizo. Hicho ni kipindi kingine, kina gharama yake. Sio hivyo tu, bali huwezi kukafanikiwa kipesa mpaka mwanaume atakayekuwa na wewe. Sasa unanisaidiaje mganga? Wewe ni mkosi mkubwa. Ondoka! Ondoka! Ondoka nisije nikakosa wateja. Samahani mume wangu, najua nimechelewa. Usijali mke wangu, ni dakika moja tu. Hapana, hata hiyo dakika moja, lakini nimechelewa, ndio maana nakuomba samahani. Mimi nimekusamehe. Umenisamehe? Wewe umenisamehe? Umelizika. Unajua mke wangu, mimi ninachokupendea wewe ni kwamba unajali na unakuwa ndani ya yale tuliyojiwekea. Hebu niambie, uko ulikoenda umefanikiwa? Naweza kusema nimefanikiwa mume wangu. Mganga kaniambia na nitafutia dawa hiyo kiboko. Yaani hiyo mimba chap, mume wangu naitwa baba. Wewe, mimba baada ya dawa hakuna shida. Yaani hiyo dawa kiboko. Kimke changu. Sasa nikufanye nini? Wewe. Huyo mganga sasa kwa nini tulichelewa kumjua? Mke wangu, unajua tumehangaika sana. Yaani kama nikukutana na matapeli tumekutana nao. Kama nikukutana na waongo tumekutana nao. Lakini Mungu . Uchawi ni kitu cha ajabu sana. Eti ukiwa kule
unaweza kuona watu wa huku, alafu watu wa huku hawawezi kuona watu wa kule. Kweli ni ajabu sana. Hivi ndivyo ilivyo. Mganga ameshatoboa siri. Kwa hiyo inabidi tufanye haraka tukachukua mzigo wetu. Punguza jaziba. Mume wangu, karibu ndani angalau ulete chakula. Sasa mbona hata uongee? Unijibu, umekaa tu kimya. Sasa mimi nikueleweje mume wangu? Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana, ambaye ulistahili upate mwanaume mzuri anaendana na wewe, mwenye sifa njema, mcha Mungu, mwenye upendo. Tena sio upendo tu, bali ni upendo wa dhati. Sio mimi Itongo Msariti ambaye nimefanya vitu ambavyo vinafanya maisha yako yanakuwa magumu. Hujawahi kuishi maisha mazuri humu ndani. Sababu yote hiyo ni mimi. Mimi sio mtu mzuri kwako. Nimekuficha vitu vingi sana. Nimefanya vitu vingi nyuma ya pazia ambavyo wewe huvijui. Mke wangu, mimi ni malaya. Yaani mimi nimekusaliti wewe mke wangu, hadi kwa marafiki zako wa karibu. Mimi nimekuwa nikitembea nao, nimekuwa nikifuja tu viera vyangu huku na kule, ambavyo vinafanya unaishi maisha magumu. Mimi mpaka sasa hivi nahisi sio mzima. Kwa mimi naumwa. Mimi nimeathirika. Mimi ni mwanaume mbaya sana. Hebu angalia mabala yote niliyokufanyia. Unahisi mimi nastahili kuwa mume wako? Nastahili kuwa mume kwako? Kwa naomba ufanye tu mpango at least, yani sijui upate mwanaume mwingine. Mimi najua kwa nini yote hayo unaongea. Naelewa mume wangu, wala hauna hata makosa. Ila mimi ndo nina makosa. Usipende kuchukua makosa yangu kayabeba wewe mume wangu. Mume wangu, mimi nimelaaniwa. Yote haya sikuwa na maisha kama haya. Tunaishi hivi. Yote ni kwa sababu ya kwangu mimi. Wala sio makosa yako mume wangu. Ukiacha laana tu. Mume wangu, mimi ni muongo. Nilikudanganya mume wangu, tutapata mtoto, tutamlea. Ila yote ni uongo. Ni uongo mtupu. Mimi siwezi kukuletea mtoto. Siwezi kukuletea mtoto wewe mume wangu. Na kuhusu swala la mtoto sahau kabisa. Na sio mtoto tu, hata pesa. Ukiendelea kukaa na mimi, hutoka upate katika maisha yako. Kwa kuwa mume wangu, mimi siwezi kukuacha na siwezi kuishi bila wewe. Njia ni moja tu. Wewe jiandae kunizika. Na kaburi langu kaliweke mbali kabisa. Usije hata siku moja kuja kulitembelea, maana ni la mtu ambaye ameharibu maisha yako. Habari yako shemeji? Safi shemeji, karibu. Asante, hongera kwa usafi. Shemeji asante. Vipi, umeniombea? Kukuombea? Tuachane na hayo. Shemeji, kuna jambo nzuri sana nimefikiri kulifanya. Nahitaji tumfanyie surprise kaka. Surprise? Na ninavyompenda mume wangu jamani, napenda sana mume wangu ana furaha jamani. Surprise gani shemeji?
Ni jambo fulani nzuri sana ambalo naamini atalifurahia sana, hata wewe itakufurahisha. Unajua toka mmeingia kwenye ndoa limekuwa likinikereketa. Nitamani sana kulifanya kwa muda mrefu. Na nadhani huu ndio muda wake sahihi. Sasa kuna sehemu natakiwa twende. Ukatazame kitu ambacho natakiwa kumfanyia mume wangu. Macho yako yakikiona utaenjoy sana. Hebu fanya haraka twende. Pokea simu wewe, pokea simu wewe mpumbavu wewe, pokea simu. Halo mume wangu. Halo. Nisikize mke wangu. Mume wangu kazi ndio imezidi hapa, mimi naona mizunguko imezidi. Subiri mume wangu nakupigia. Nisikize mimi hata ongea, nisikize mimi. Subiri nakupigia, subiri nimalize kazi maana mizunguko ndio imezidi. Hebu niongee naye. Ebugwa. Naitwa Nangaruka. Nangaruka wewe ni nani? Na unataka nini? Nimekuja hapa nyumbani kwako kumfuata mkeo na kumpeleka katika ulimwengu wa giza. Nangaruka, usifanye hivyo kwa mke wangu. Tafadhali usifanye hivyo kwa mke wangu. Kwa sababu huyo mwanamke hana hatia. Na mimi sina hatia pia. Usimguse mke wangu, sikujui unijui. Na kuomba. Na hautamuona tena. Oya, nikwambie mshikaji wangu. Yaani kama utamgusa mke wangu utakutafuta kokote. Yaani oya blasa vipi? Ebugwa, lazima uende na mimi nyumbani. Bro, nipe simu yangu. Mimi nipo kwenye matatizo. Hebu leta simu. Unadhani mimi siko kwenye matatizo? Nipe simu yangu. Umezungumza nini kwa mke wangu? Kaka, naomba simu yangu tafadhali. Hali yangu sio shwari. Mazingira nyumbani kwangu sio shwari. Sitaki ugomvi na wewe, sitaki ukorofi na kaka. Na kuhesabu, naomba weka simu yangu. Naomba unisikilize. Umezungumza uongo kwa mke wangu. Yesu Kristo. Saa ngapi? Wakati gani? Kaka, mimi na haraka. Hakuna wangu yote anayejua ukweli zaidi yako. Kaka, muda wangu hautoshi, nipe simu. Ebugwa. Mke wangu akijiua, mke wangu akifa, sitakuacha salama. Oya, mimi sijafanya chochote kwako. Wala sijawahi. Sina mazoea na kwako. Nipe simu yangu. Mimi nina matatizo. Ebugwa. Oya brother, mimi nina matatizo. Ebugwa, mimi sina matatizo, si ndio? Kwa mimi sina matatizo na kuuliza. Wewe una matatizo gani? Unajua mke wangu kama ni muhimu sana. Mimi mke wangu sio muhimu. Unajua mke wangu ni muhimu sana. Kwa taarifa yako, hata mimi mwenyewe mke wangu ni muhimu. Sasa nipe simu yangu. Nini umefanya kwa mke wangu? Nipe simu kwanza. Tuongee ukivile. Sikupi simu. Nipe simu. Ebugwa. Naomba uwe msalama. Naomba maneno yote uliyomwambia mke wangu kabatilishe yawe ni uongo. Kaka, kwa sababu mke wangu ameamini ni kweli ulichomwambia. Kaka, hebu nisikilize kwanza. Sawa. Mimi mke wangu yupo kwenye shida. Achana masuala ya kipumbavu. Mimi sijafika kwako. Ebugwa. Sijafika. Nipe simu yangu. Ebugwa, mimi mwenyewe mke wangu yupo kwenye shida. Sawa? Huwezi kuharibu mahusiano yangu mimi wewe kwa sababu ya uongo. Mimi sijaribu mahusiano yako wala sijafika kwako. Naomba simu yangu. Jambo langu ni moja tu. Ili nikupe hii simu. Twende kwa mke wangu. Twende kwa mke wangu kamwambia ulichomwambia ni uongo. Sikiliza nikwambie. Sawa, leta simu. Tunaenda. Twende kwanza. Leta simu. Twende kwanza. Nipe kwanza. Twende bwana kwanza. Mimi ninakuahidi. Blaza na kaka. Blaza. Kaka nimekuta Kiingereza. Blaza. Big blaza. Bunge la mtu. Nipe simu tena. Nakwambia kweli. Shika simu. Sawa. Twende. Siwezi kufanya hivyo. Nitaka simu yangu. Ebugwa. Siwezi kwenda. Ebugwa bwana. Twende. Mke wangu ana shida. Blaza, naomba uniache. Unajua mimi mwenyewe mke wangu ana shida. Unajua lakini mke wangu ana shida. Unajua mke wangu wewe. Mke wangu niache. Blaza, niache. Tunaenda wote. Blaza, niache. Tunaenda wote. Blaza, mimi naweza kukunja na mimi. Niache. Tunaenda wote unajua. Blaza, niache. Blaza, niache ni. Zoke bwana Blaza. Ebugwa nini sana mimi? Ebugwa. Hata mimi naweza kukunja. Naweza kukunja. Tutakunjana. Naomba uniache. Naomba uniache. Tunaenda wote na kwa. Hatuendi kokote. Tunaenda wote. Tunaenda wote. Mimi naenda kwangu. Na shida siendi kwako. Hatuendi kokote. Mke wangu ni muhimu. Mke wangu ni muhimu. Mke wangu ni muhimu. Kwa nini unamsaidia kulipa kisasi chake wakati zawadi ya uchawi uliompa inatosha? Zikiwa huku na ulimwengu wa giza. Wewe ni nani na unafanya nini nyumbani kwangu? Huu ni ulimwengu wa giza. Nyumba yako haipo hapa. Hapa ni kwangu mimi. Mke wangu akiondoka, mke wangu akizulika, wewe Welozi hawezi kukusikia kwa sababu wewe haujapewa masikio ya kusikia ukiwa katika ulimwengu huu. Nenda salama.
ufanye haraka, cheza na muda. Ukichelewa watamzika mke wako.